Simba juu ya umuhimu wa kununua na kuvaa jezi original. Tumeamua kulivalia njuga swala hili kwa sababu linaididimiza na kuihimiza klabu yetu ya Simba Sports Club, lakini kama haitoshi linamuumiza na kumuathiri moja kwa moja mzabuni wetu wa jezi ambaye ni kampuni ya Jairut. Swala la jezi feki tunaliangalia kwa jicho la juu sana, lakini ni moja kati ya changamoto kubwa kweli kweli kwenye maendeleo ya klabu yetu, lakini ni moja kati ya jambo baya kweli kweli ambalo linaathiri wawekezaji wote hasa kwenye eneo la jezi. Ukimuuliza Vunja Bei kitu gani kilimuathiri alipokuwa mzabuni wa jezi Simba, atakwambia jezi feki. Ukimuuliza Sunderland kitu gani kilikuwa kikwazo kwako kwenye biashara ya jezi, atakwambia jezi feki. Ukienda ukimuuliza Jairut, ndani ya miezi yako miwili hii mitatu ulioanza kufanya kazi ya Simba Sports Club ya kutengeneza jezi, kitu gani mpaka sasa kimekuwa kikwazo, jibu lake litakuwa ni jezi feki. Sasa hawa maharamia imefika muda wa kuanza kudili nao perpendicular kwa ajili ya kuiokoa klabu yetu ya Simba, lakini kumsaidia mzabuni aweze kutimiza malengo yake. Jairut kwa kushirikiana na vyombo vya dola anafanya kazi kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanazalisha na kuuza jezi feki. Ameshakamata watu wengi na sasa yupo kwenye mchakato wa kuwafungulia mashtaka, twende tuwapeleke mahakamani kwa kesi ya uhujumu uchumi. Lakini hiyo peke yake kuwakamata tumeona haitoshi. Tulichokuamua hivi sasa na sisi Simba Sports Club tumsaidie Jairut, tuingie mtaani kwenda kuzungumza na wanasimba. Inawezekana mtu asione athari ya jezi feki ambayo anainunua, akaona tu ni kwamba nimenunua tu jezi hii ya Simba basi inatosha, lakini asijue ule uchungu ambao Simba tunaupata kwa kuvaa na kununua jezi feki. Inawezekana hajui hiyo taarifa. Inawezekana hana elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ambayo anaisababishia klabu yetu, na kwa mantiki hiyo tumeamua kuingia mtaani sasa kwenda kutoa elimu. Njia ya kwanza ya kumkomboa mtu yoyote ni kumpatia elimu. Wakati Jairut akishirikiana na vyombo vya dola kuwakamata wauza jezi feki, sisi tunakwenda kuwapa elimu wana Simba waachane na kununua jezi feki za klabu yao. Twende tukawaambie ana kwa ana madhara wanaoisababishia klabu yao. Twende tukawaambie wana Simba kudumaa kwa Simba kiuchumi wao ndio sababu namba moja, kwa sababu hawanunui vitu original vya klabu yetu. Kwa hiyo tunaanza safari yetu hiyo, tunakwenda kuzungumza na wanasimba katika vijiji, vitongoji, kata na mashina yao kule ambako wanaishi, kuambia umuhimu wa wao kununua jezi original. Lakini tumewaachia watu wanaouza jezi feki waende wakajitanue hasa katika yale maeneo ya mbali. Wanafika huko wanauza jezi feki. Shabiki wa Simba ambaye anakaa huko ndani kabisa Itigi haijui jezi original, pengine atakapokutana na jezi yoyote yenye logo ya Simba basi yeye ananunua akiamini ya kwamba hii ndiyo jezi original ya klabu yake. Kwa hiyo tulichoamua ni kwamba kwenda kubanana nao kule ambako wauza jezi feki wanafika, na sisi tunafika huko kwenda kutoa elimu, lakini kuwapelekea jezi original. Kwa chombo unaiona hii hapa, inaanza safari hii leo ya kuzunguka nchi nzima. Tunatoa elimu, lakini tunawauzia na jezi vile ya kwamba usivae hii ni feki, vaa hii original kwa mchango na maendeleo ya klabu yako. Ndiyo kazi ambayo tumeamua kuifanya, na bismillah tunaianza hii leo. Jahazi naliongoza mwenyewe nikipita katika mitaa mbalimbali, na leo tunaanzia Pwani,
tunaambamba ule ukanda wa pwani kuanzia Bagamoyo, Kiwangwa, tunakwenda mpaka Msata, napiga Mboga, Lugoba, Wami, tunafika mpaka Mkata, Msata, tunakula mbuzi choma pale, tunakwenda mpaka Segera, tunanunua machungwa, tunakunja Mombo, Korogwe, moja kwa moja mpaka Same, tunakutana na Wapare, tunakwenda mpaka Moshi, Kilimanjaro, Hai, safari mpaka Arusha. Yote hiyo ni kwenda kuzungumza na wanasimba, kuwaambia juu ya umuhimu wa wao kununua jezi. Na kwa wale ambao bado hawajanunua jezi zao, basi tunakwenda kuwafikishia jezi huko huko katika maeneo yao wanakoishi. Na mchakato huu usemaji mnatarajia utachukua muda gani? Tunatumia siku hizi za mapumziko ya kalenda ya FIFA kwa maana siku 15 hizi kuanzia hii leo chombo inang'oka. Kurejea hapa Dar es Salaam ni tarehe 15 Mwenyezi Mungu akijalia. Tutazunguka katika mikoa yote hiyo ambayo nimewatajia na mikoa mingine ambayo sijaitaja kwa maana ya Dodoma, Morogoro, Singida, Tabora, Mwanza, Mara, alafu tunarudi namna hii tena moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mchakato wa siku 10. Hii sasa itakuwa ni opening. Lakini bado utakuwa ni mchakato endelevu ambapo tutazunguka nchi nzima, elimu pamoja na kuuza jezi moja kwa moja. Na mchakato huu utakuwa ni kwa muda fulani mpaka tarehe 15 ndio mwisho au itakuwa ni endelevu? Hii 15 tutarudi kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mechi yetu ya ligi ya mabingwa Afrika. Lakini wengine wataendelea. Lengo letu ni kuona kwamba hatuwapi pumzi wanaouza jezi feki. Tunahakikisha kwamba sokoni shabiki wa Simba anaona jezi feki, anaona na jezi original, alafu anafanya maamuzi ya kununua jezi original kwa sababu kwanza ameiona, lakini amepata elimu ya kutosha ya kwa nini anunue jezi fake, anunue jezi original. Bila shaka mashabiki wa Simba Sports Club wanataka kusikia baada ya kutua meneja mkuu nini ambacho kinaendelea kikosini. Kinachoendelea ni programu ya mazoezi ambapo wiki hii kikosi kinarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena chini ya mtaalam. Kwa mara ya kwanza mtaalam Pantev atakanyaga nyasi za Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kufundisha vijana wetu mpira. Na amefurahi sana kuja Tanzania na alifurahi pale airport tulimkabidhi jezi original za mnyama na zikampendeza kweli, na akasema tangu ameanza kufundisha kabumbu hajawahi kuvaa jezi nzuri kama ambayo Simba Sports Club amezikuta. Kwa hiyo leo hii wiki hii kati ya leo au kesho tunaanza rasmi programu ya mazoezi, na baada ya muda mchache sana timu yetu mtaiona ina mabadiliko makubwa kweli kwenye eneo la kiufundi. Mbali na hayo, semaji, kumekuwa kuna taarifa za kuhama uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mechi za ligi. Pengine utuweke wazi hizi taarifa zikoje, na kama ni kweli mnakwenda kutumia uwanja gani mbadala kwenye mechi za ligi ambazo zimesalia? Kwanza kabla hatuja divert, tumemaliza mipango ya jezi. Jana ulizungumza kuhusiana na uuzaji wa jezi, kuhusiana kama kuwa na maduka maalum, miongoni mwa kitu ambacho tumezungumza. Tutakuja kote huko. Leo tuko hapa. Huu mkakati unaandaliwaje Ahmed kuhusiana na duka maalum kuhusiana na kuuza jezi za club? Tuna kinyago naona tamani uje kwa hapo. Anachia baba. Leo uonekane. Na waandishi walisema makusudi kaa hapo kwenye gari ili kinyago asije kukaa nyuma. Amesema hivyo Latifa. Mbaya wako ni Latifa. So wewe? Basi huyu dada amesema. Kimsingi ni kwamba kwanza niseme kitu kimoja. Unajua kwa tathmini niliyoifanya, wanaovaa jezi original na wanaovaa jezi fake Tanzania hii, wanaovaa fake ni wengi kuliko wanaovaa original, na wanaopata faida kubwa kati ya mzabuni halisi
na mharamia anayeuza jezi feki, mharamia anayeuza jezi feki anapata faida kubwa kuliko mzabuni, kwa sababu wanaonunua feki ni wengi kweli kweli. Hesabu nyepesi, kwa mfano mzabuni anaweza akauza pisi milioni 1 pekee. Tufanye Simba ina mashabiki milioni 5. Katika hao milioni 5, mashabiki milioni 3 wakanunua jezi, maana yake milioni 1 wamenunua original, milioni 2 wamenunua jezi fake. Nani amepata faida kubwa hapo? Nani amevaa jezi wakina nani wamevaa jezi sahihi kati ya original na wale wa fake? Majibu yake ni kwamba wale wa fake ni wengi zaidi, na ndio maana hii vita sisi tunaichukulia very serious ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya hiyo ya jezi fake. Lakini tuna kila sababu ya kumsaidia Jairut kwenye hii vita, kwa sababu Jairut amewekeza ndani ya Simba na ametoa ahadi lukuki za kutimiza ndani ya Simba. Ametoa ahadi ya uwanja, ametoa ahadi ya gari, ametoa ahadi ya kufanya usajili kila mwaka. Sasa hawezi kutoa fedha kwenye biashara zake nyingine akaja kuwekeza ndani ya Simba. Hela ya kuwekeza ndani ya Simba ambayo ili atimize ahadi yake ataipata kwenye biashara ambayo amewekeza, nayo ni biashara ya jezi fake. Kwa hiyo kabla ya kumdai Jairut kwamba timiza ahadi zako ambazo umetuahidi, kwanza sisi mashabiki wa Simba tutimize ahadi yetu ya kununua, tutimize wajibu wetu wa kununua jezi original, ndipo yeye atengeneze faida ambayo atakuja kuwekeza ndani ya klabu yetu. Ndio maana sisi tunasema ya kwamba hii ni vita ambayo tunaivalia njuga kuhakikisha ya kwamba Jairut anatimiza majukumu, anafanya biashara ipasavyo, anapata mpunga wa kutosha kwenye faida, alafu faida yake anakuja kuwekeza ndani ya klabu yetu, anatuletea basi la kisasa, analeta mchezaji wa maana ndani ya klabu yetu, anajenga uwanja, anafanya marekebisho ya ofisi, atafanya mambo yote hayo endapo biashara yake itakwenda sawa sawa. Sijamaliza. Kwa hiyo kwenye kuhakikisha hilo linafanikiwa, ndio maana tukasema sisi wacha twende ndichi, twende tukazungumze na Watanzania juu ya umuhimu wa wao kununua jezi original. Msemaji, mbali na jitihada ambazo klabu mnazifanya kwa ajili ya kupambana na hizi jezi feki, serikali pia inawasapoti kiasi gani kuhakikisha pia inaungana na Simba katika kudhibiti jezi feki kuingia nchini? Inatusupport sana, tunashukuru serikali, hasa jeshi la polisi kwa namna ambavyo tunapita nao bega kwa bega kukamata watu ambao wanafanya biashara ya jezi feki. Lakini kuja kumkamata mtu kwenye biashara yake huku, hii ni final stage. Tulichotamani zaidi na tunachotamani zaidi, mianya ya jezi feki kuingia ndiyo ambayo izuiliwe, kwa sababu hizi jezi hazishuki kama mvua. Hizi jezi kuna sehemu zinapitia na geti ziko 2 tu, aidha ipite kwenye maji ama zipite angani kwa maana ya ardhini, na sehemu zote hizo mamlaka zipo zinafanya udhibiti wake. Kwa sisi tulichokuwa tunatamani udhibiti uanzie huku. Tukifanikiwa huku, wala tuna haja ya kupita madukani na kuanza kukamata muuzaji mmoja mmoja, kwa sababu tunakuwa tumezuia yule ambaye anaingiza pale mzigo unataifishwa, feki unachomwa hadharani, shughuli inakuwa imeishia hapo, mtaani haitofika jezi. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani zaidi tuweze kuzuia kwenye chanzo kabla ya kuja kufika huku ambako unakuja kumkamata mtu ana jezi 10, mtu ana jezi 20, kazi inakuwa ni kubwa kweli. Kwenye swala zima la bei, vijijini wengi wanaona kwamba jezi feki inauzwa bei rahisi, na ndio maana unakuta mtu ananunua kulingana labda na vipato vyao. Vipi kuhusiana na hizi jezi ambazo mnawapelekea? Kuna punguzo la bei ama bei ni hiyo hiyo?
Ukisema unanunua jezi feki kwa sababu ya bei rahisi, utakuwa ni kuihujumu klabu yako moja kwa moja, kwa sababu jezi sio nguo ambayo unanunua kila siku. Unanunua mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo mtu unajichanga, unanunua jezi yako kwa shilingi 1045. Na mimi niwaambie ndugu zanguni, fanyeni utafiti, na uzuri siku hizi mnasafiri sana. Tanzania ndio nchi pekee ambayo tunauza jezi kwa bei rahisi kweli kweli. Nendeni tu Uganda hapo. Nenda kanunue jezi ya timu ya taifa ya Uganda. Bei yake wewe utakimbia vibaya mno. Nenda tu Malawi hapo, kaulizie jezi ya Nyasa Big Bullets. Ukitajua bei yake utakimbia, usigeuke nyuma. Tanzania ndio tunauza jezi kwa bei rahisi kweli kweli. Tena kama mwaka huu Jerut ndio amefanya kufuru kweli kweli. Ametengeneza jezi ya viwango vya dunia, alafu ameiuza kwa bei ya Mtanzania. Kwa bei sio kikwazo. Lakini huu mzigo ambao tunatembea nao sisi, hatushushi bei. Bei yake ile ni shilingi 1045, kwa sababu kuna mtu tulimuuzia kwa bei ya jumla, anakwenda kuuza huko mtaani kwake kwa shilingi 1045. Alafu sisi tena tuingie mtaani tuanze kuuza kwa bei ndogo, tutakuwa tunamhujumu yule ambaye alinunua kwa bei ya jumla ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo bei yetu ambayo tunapita nayo ni ile shilingi 1045, ili wauzaji waendelee kuuza kwa shilingi 1045 yao ile. Tuhame sasa. Tuje huko. Aliuliza pale ikizagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Benjamin Mkapa imefungwa. Binafsi Simba Sports Club bado hatujapokea official communication ya kutuambia kwamba Benjamin Mkapa imefungwa. Tukishapokea taarifa hiyo, basi na sisi tutakaa chini kuangalia wapi tunaelekea. Lakini tuna options mbili. Either kwenda KMC au kwenda Meja Isamuyo kushiriki mechi zetu za ligi kuu. Baada ya kupokea maelekezo rasmi kutoka kwa wenye uwanja, na sisi tutakuja kuambia mechi zetu za ligi kuu tutakwenda kuchezea wapi. Hapo ulipozungumzia kuhusiana na swala zima la uwanja wa KMC, tetesi zinasema kwamba Yanga Sports Club ndio ambao wameomba kutumia uwanja wa KMC. Je, na ninyi Simba, endapo Yanga atatumia huo uwanja, mko tayari kutumia? Kama haina shida. Wao wametumia Benjamin Mkapa na sisi tumetumia Benjamin Mkapa. Msimu uliopita wote tumetumia KMC, yeye baada ya kukimbia kule Chamazi. Kwa hiyo hakuna shida. Kama itakuwa ni KMC, tutakuwa wote hapo KMC. Kama itakuwa ni wapi, tutakuwa wote hapo, lakini tutawajulisha kati ya KMC au Meja Jenerali Samuyo, tutafanya maamuzi, tutaelekea huko. Msemaji, kwenye swala kama hili la uwanja, mara mmeama mmetoka huko mwenda huko, linawapa shauku kiasi gani ya kupata uwanja wenu wenyewe Simba? Kusema kweli, ya kuazima haistiri nini wanasema? Makalio. Mwili, tumia tu mwili. Ya kuazima haistiri? Nguo ya kuazima haistiri hiyo. Kusema kweli linatusumbua sana. Linatusumbua kweli. Linatusumbua sana. Tena sana. Na bila shaka viongozi wangu wanaona hii hama namna hii inakuwa haipendezi. Imefika wakati sasa Simba tufanye kila tunachoweza kufanya tupate kwetu. Hii leo umehamia hapa. Leo unaweza kwenda kuhamia uwanja wa Meja Isamuyo, kesho ukasikia kuna gwaride. Umeona bwana, kuna gwaride hapo, watu wanajiandaa sina mpango gani na nini, mafunzo kwa vitendo mara sijui tayari mara mihama. Sijui mnaelewa Sema kweli inachosha na inaumiza. Mimi naamini kabisa hii inaweza kuwa sababu ya sisi Simba kuwa na makazi yetu ya kudumu. Wahenga hawakusema uongo. Nguo ya kuazima haistiri mipango. Hivi mlikuwa mnajibuji kwenye mtihani hiyo? Haistiri mwili? Hamna, kuna kitu kinatajwa pale. Ukisema haistiri mwili unakosa.
Huwezi kuandika hivyo, unatumia tafsida tu. Au kwenye mtihani hamkukutana na hilo swali? Nguo ya kwa mlikutana nalo? Mliandikaje? Nguo ya kuazima istiri? Hamna. Tunaomba utumie tafsida. Utumie tafsida? Ila wahenga walinyoosha. Another one?